Kuna watu katika dunia hii utawaona wanatembea, wanaenda, wanarudi. Haiko katika akili zao kabisa juu ya maisha ambayo hapana budi yako mbele yetu. Maisha baada ya maisha haya yanaanza pale mtu anapokata roho akazimika, au anapoingizwa katika kabri lake. Mwenyezi Mungu Jalla waala, mwenye ulimwengu huu, ambaye alituleta baada ya kuwa hatukuwepo, ndiyo huyo huyo ana mpango wa kuwa tukiondoka huku tuwepo sehemu nyingine. Hiyo sehemu nyingine inategemea maisha yake. Kuna maisha mazuri na kuna kadhalika, kuna maisha matungu. Utamu ama utungu unategemeana na vile ulivyoishi katika maisha haya. Sasa kwa bahati mbaya, kuna viumbe hawajui huko waendako, na sio lazima wawe ni malayman. Hapana, wengine ni maprofesa wengine ni wanasayansi, ni madaktari, wamebobea, wana akili nyingi za kuzaliwa, ni mathinka, lakini katika hii engo wamekuwa ni wajinga sana, hawajui wala hawana mpango. Yani anatembea katika haya maisha, anafikiria mipango mbalimbali na anafanya harakati kwa ajili ya kutengeneza dunia yake, lakini hana mpango kabisa kabisa. Haiko katika mawazo yake, haiko katika ratiba yake hayo maisha ya akhera. Na anaposikia huwa anaona kama vile, anaposikia mazungumzo kuhusu hayo maisha, huwa anawaona hawa watu wenye mawazo haya ni kama watu makhurafi, watu wanaoishi nje ya sayansi. Makhurafi ni watu wanaoishi nje ya uhalisia, nje ya ukweli, wanaishi katika auham. Watu hawa hata kama watakuwa ni maprofesa na ni wasomi sana, Mwenyezi Mungu Jalla waala amewaita kuwa wanajua kava ya nje tu ya maisha ya dunia. Kava ya ndani ni ipi ya Rabbi? Wa hum anil akhirati hum ghafilun, wameghafilika na akhira. Ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, wanajua dhahiri ya maisha ya dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafiluna, kiini cha maisha ambacho ni akhira, kiini cha maisha haya maisha yako kwa ajili ya akhira, wala hayako kwa ajili ya haya maisha. Haya hayako kwa ajili ya maisha haya, maisha haya yako kwa ajili ya maisha yale. Kwenye maisha haya tukifanya ya maisha haya ni jambo tu limedandia lifti, lakini hasa maisha haya ni kwa ajili ya maisha yale ya akhera. Sasa wao wanahangaika na maisha haya na wanadhani hapa ndio wamefika. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, wameghafilika na maisha yale ambayo yanaitwa ni maisha mengine. Watu hawa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akazungumza, akakompea kati ya watu hawa na wale watu wengine ambao wanaishi katika haya maisha ya dunia. Wanaishi dunia yao hii, lakini wakati huo huo wanaishi akhera yao, na wanaifikiria na wanaifanyia mipango na wanaiwaza. Kwa hivyo pamoja na mapungufu yao, kuna kitu wanafanya kwa ajili ya akhera yao. Inatosha kwamba iko katika mawazo yao na inawashughulisha akhera yao. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akafanya comparison, ulinganishi, akasema afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama matta'nahu mata'a alhayati dunya thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdharin. Hivi yule ambaye tumempa kila kitu katika haya maisha ya dunia huyu hapa anazungumza ni yule mtu ambaye hana mpango na maisha ya akhera, anashughulikia dunia, anaweza akaipata ama akaikosa, lakini Allah akampa maksi za juu, akasema ikiwa amepata hiyo dunia na sisi tukamstarehesha katika haya maisha ya dunia, afaman wa'adnahu wa'dan hasana, hivi yule ambaye tumemwahidi ahadi nzuri kwa yale mema ambayo anafanya, kama mata'nahu mataa alhayati dunya, hivi huyo ni sawa na yule ambaye tumempa kila kitu duniani. Sio tumemnyima, tumempa kila kitu duniani. Thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdharin, lakini yeye siku ya kiyama atakuwa ni katika watakaohudhurishwa katika moto wa Jahannam.
Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza Jalla atujalie kujitambua ni nini nafasi yetu katika haya maisha ya dunia, kwa nini tuko hapa na tunaelekea wapi, na huku kuna nini na kunahitaji nini. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.